like alikuwa ameniita my girl. Yeah. Aliponiita my girl sasa ndio at least kaanza sasa kula. Morgan. Unikumbuki? Kamuliza Morgan. Wow, sasa ndio nikamrada. Sasa unaona, sasa ndio nikaanza kumkumbuka. Yeah. Tena sasa labda sasa isikanzi hapo. Ikapiki tena. Ni refresh. Yeah, but haikuwa sema ati ilikuwa ile love yako nikatia sikumwambia yes ama nini. Yeah. But kulikuwa na ile connection unaona? Natural connection. Yeah. Sasa sisi tena sasa tukaanza hapo. Yeah. Sasa ndio sasa tukakaa, sasa akakuja sasa akarusha mistari. Sikuwa nikatae. Na wewe ndani. Sijasema hivyo. Ulisema hivyo? Sikusema hivyo. Turudie kwa sababu tulikuwa tunarekodi. Turudie. Usikia ulisema unapenda maboy wako na alikuwa mkono. No. Sikusema hivyo. Ulisema hivyo. Sikusema hivyo. Ulisema aje? Mimi sitaki maneno zako. Mwanamke mgani? Ingekuwa mimi nasifia mwanaume ungefikiria aje? Umesifia Morgan venye alikupatianga chakula akakuchanganyia chakula yako ya kuku na yake ikakuwa chakula ya kukula. Na sijasikia vibaya. Unakuanga na madharau mingi sana. So, since tumekuja hapa sasa, tulikuwa nataka nikuletee studio kwa nyumba. Iko hapa nishakuletea. Mtoto tilanga. Jina ndo nene na freedom. Nduka nene to record. Ni tu kuna story. We just having a conversation. But then unajisikia hapo kwa masikio? Ukiongea unajisikia? Yeah. So sauti iko sawa? Kabisa. Okay. So, ulikuwa nataka tuongelee nini? Sasa tuna record. Nataka unielezee kuhusu ex wako na nini ilifanya wachane. Kitu unatafuta kitu yote ya kutafuta ya kuongea unaona ni ex tu tunavaa kuongelea. Yeah. Unajua kwa nini nimeona hiyo? Hakujua. Unataka uwe na evidence ya kuniataki hiyo. No. Unajua siku hizi kuna cases mingi za huyu aliachana na mtu fulani, ameoleka ama ameoa, but wanakaa unakuja kustukia huyo mtu washarudiana, washakatika. So ulikuwa unataka tukue tunaongelea hiyo story. Yeah, nijue yani nini iliwafanya yani muachane, nione kama ni kitu ina make sense ama juu kuna kitu unaweza kuwa mlikosania sasa ni wakute tena pamoja. Nikwambia kama it makes sense hutanitaka tena. Si nitajipanga. Kujipanga ni kusema. Sasa hii mapendano yote tumependana hizo siku zote alafu unajua yani unajua tu venye utaishi na mtu wako. Unajua mahali alikuwa. Acha nikwambie watu walikuwa kwa love. Hata kama waliachana na hawakuachana kwa issue yenye ati iliumiza mtu sana. Hao watu. Sasa unataka nikwambie venye niliumizwa sana ndio usikie vizuri, uniumie tena? No, mimi nimesema hata kama ni nini by the way mimi sina shida. Tuanzie hapa. Tell me about yours kwanza. Story yako. Unajua ni wewe ulikuwa unaniambia story. Sitaki tuongee juu ya ex juu yako. Sasa wewe niambie. Tuseme ni your first love. Mpenzi wako wa kwanza. Sasa imerudi kwangu. Ni crush, ni mshaipendana ama uliteswa? Ni gani unataka kuongelelea sana? Okay, tuanzie zero. Mimi sitakudirect, sitakuguide. Tell me about your first love. Kulikuwa aje, nini ilifanyika? Mlikuja kuachana, mliachania nini? Story guys. Mimi ndakuambia juu ya ex wangu. As long as you tell me about your first love. Unajua mwanamke life yake huwa inadeterminiwa na yule mtu mwenye alipendana naye mara ya kwanza. So hata mimi kabla tu decide kusettle na wewe, nataka nisikie kwanza ni nini ilifanyika, how did it come to this point. Si tumesema we listen but we don't judge. We listen? Kuna stories zingine unaweza sikiza hata kama ulikuwa unapenda mtu. Hiyo upendo ina disappear. Okay, wewe niambie nini ilifanyika.
Yeah. Alikuwa mtu aina gani? Alikuwa anaitwa nani? Alitoka wapi? Mlikutana wapi? Nini ilifanyika mpaka sasa uko single? Uko single, uko na mimi? Yeah. Si tumesema tuko pamoja? Basi sasa tell me about that. Na uko sure nikikwambia upende yako itapunguka? No, mimi si ni mtu nimeshapitia mambo mengi, nimeona dunia kubwa, so sina maneno. Sasa my first love alikuwa anaitwa Morgan. Morgan tulikuwa tunasoma na yeye nursery school ama private? Hiyo boy alikuja tukiwa class 7. Ndio alikujanga shule yetu. Okay. Alikuwa kijana mpoa, alikuwa mcool. Always mimi napenda cool boys. Ungetila unga. Endelea bwana, nasikiliza. I'm listening to that. Nasikiliza. Wewe tell me about Morgan. Hatuwezi acha story. Morgan alikuwa mcool. Alikuwa kijana mfiti yani. Yeah. Hakuwa na mambo mingi. Mimi ilikuja ikahappen alipoingia shule yetu. Jusi tulikuwa poa sana. Na wao walikuwa matajiri. So alipoingia mlikuwa poa. Maskini. Yeah. Maskini proper. Kabisa. Yeah. Yani tulikuwa chini kabisa. Sasa huyu kijana wao walikuwa matajiri sana. Yeah. So alipoingia shule yetu, karibia hapa karibu na mic, nataka tuchukue sauti vizuri kwa sababu tutakuja kuangalia hii movie tukiwa 70 years. Alafu sasa tutaweza jikumbusha tulitoka wapi, tumepita wapi, tukafika hapa. Sasa huyu boy alipoingia shule yetu, sisi tulikuwa maskini. Si unajua tu kwenu mkiwa maskini venye unakuanga. Nilikuwa na niseme nilikuwa nachukiwa. Kuna watu walikuwa wananichukia, kuna maboys yani walikuwa wananionea juu ya ule umaskini juu. Hata nikikumbuka dress yenyewe nyuma penye ilikuanga imejaa viraka kama vile. Ilikuwa sawa tu, wacha nikubali ishapita. So mimi nilikuwa naelewa sana maths, Kiswahili na science. Yes. So mimi nilikuwa nakaa backbenchers. Juu sikuwa nataka kukaa mbele, juu sikuwa kuna vile nikaa pia mimi nilikuwa najichukia, unaona? Yeah. So mimi nikiwa huko juu nilikuwa naelewa maths. Morgan hakuwa na rada kitu maths, but hiyo masomo zingine zote alikuwa na rada. So juu yeye alikuwa anataka kuelewa maths, sijui hata ili happen aje tukawa cross na Morgan, na alikuwa poa. Mimi nilimpendanga tu juu alikuwa mcool. Wengine wakiongea mbaya hakuwa anaongea, yani tukawa marafiki, unaona? Kwanza kitu yenye ilifanya tukue marafiki sana, nakumbuka vizuri, kuna day nilikuwa nimebeba kidheri ya mahindi tupu. Yeah. Unajua mahindi tupu wewe? Mkeo mdai? Yeah. Nilikuwa nimebeba mahindi tupu. Bila kitu. Haida kama maharagwe yana kunde. Hakuna. Yani unapitia mama. Wale. Okay, wacha niache kuinterrupt. Sasa mimi nilikuwa nakula. Si unajua sasa juu naongopa wale watoto watakucheka, watakusema umebeba mahindi tupu. Na mimi baadhi zilikuanga tamu. Na nilikuwa na shiba. Kwanza hiyo juu kwetu sasa kupatikana hiyo ilikuwa shida. Yeah. So mimi nilikuwa sawa na hiyo. Sasa nilikuwa nafunua, naweka mkono, nachota na kujua hivi. Umeficha. Kamoja kakaanguka. Si unajua mahindi kama haijawekwa maharagwe ama kitu kingine inakuanga white. Inakuanga pure white. Yani akaona imeanguka. Akachukua kaangalia, akaniuliza, "Kwani unakula mahindi yenye hajapikwa?" Kamwambia hapana, iko sawa, imeiva. Kijana mwenyewe yake akachukua, akaangalia. Alipata alistuka mpaka akalia. Sasa mimi sasa nilikuwa nashindwa analia kwa nini. Mimi nishazoea life. Kwangu ilikuwa kawaida. Ilikuwa very normal. Ilikuwa kawaida. Mimi
Mimi nilishangaa analia kwa nini. Huyo bo unajua pia yeye alikuwa amebeba kideri but ilikuwa na maharagwe mingi. Alichukua hiyo chakula yangu, akaenda akachanganya na yake, akamix na akaniambia tukule pamoja. That was my first day kuona mtu ananijali. Sikuamini. Okay. Twende pole. Akachukua ya mahindi yako chakula ya kuku. Sure. Okay. Imepita sasa. Akachukua yake, akaenda akachanganya na chakula yake. Akachukua yako akaenda akachanganya na yake. Na akamix. Ndio sasa yako ikakuwa na mahindi, na maharagwe. Na yake ikakuwa na mahindi mingi. Alafu akakuletea mkule. Wow. Morgan, wherever you are, my friend, we need to meet. We need to talk. Tunahitaji kuongea. I have never seen a man like you. Wewe ni mtu wa nguvu. Morgan, pewa 5. Ni yako hiyo. Let's continue. Mkakula kideri. Ikakuwa chakula. Yeah. Tukakula kideri. Ikawa fiti. Yeah. By the way, hiyo kitu tu ndio ile yani ilinifanya yani nione yani kwa hii dunia like kuna watu wanaweza jali mtu, kuna watu wanaweza penda mtu. Mimi sikuwa najua. By the hiyo siku nilifeel yani hiyo ni kitu yani siwezi sahau hata kama tulifanyana aje. Hiyo kitu alinifanyia the first day. Yeah. Kuchukua kideri yangu ya mahindi kuchanganya na yake ndio iko na maharagwe na kukula pamoja. Hiyo ni kitu yenye maana sana ashenifanyia. Na mpaka mwenyewe yani kajiona nikiwa mtu na ninaweza pendeka, unaona? Yeah. So hiyo sasa nikwambiaje? Mimi nasikiliza, sitaki kuweka mdomo maneno kwako. Tumia maneno yako kunielezea kuhusu Morgan. Sasa mko primary class 7. Yeah. So life iliendelea tukiwa na Morgan. Sasa Morgan sasa nikaanza sasa kumfunza maths na yeye akaanza kunifunza like English, sikuwa na rada kitu. Yaani akaanza sasa tukaanza yani kuwa tunasoma pamoja. Hadi nikaanza kuimprove. Pia yeye maths akaanza kuwa poa. Hivyo hiyo ikaisha, tukaenda class 8. Maisha ikawa hivyo. Mpaka sasa unajua ilifikia mahali mpaka watu wenye walikuwa wananichukia, watu wenye walikuwa wananitenga juu ya shida, wakaanza kuona like kumbe mimi niko na yani mimi yani ni mtu unaona naweza pendeka, naweza kaa vizuri na watu, hata watu wakaanza kunipenda. By the way mimi nikimaliza class 8 kila mtu alikuwa ananipenda. Na nilikuwa na ma friends wengi sana mpaka ma boys wakaanza sasa kunikatia. Imagine. Ulikuwa kati yangu? Na nani? Oshe kati unaweza katia dem nguo imejaa kraka mpaka ya black na nguo yenyewe ni ya green. Yaani nguo yangu huku naweza jua inakuanga ni green, ni yellow, ni black. And mamangu tu hata klaka ya jeans alikuwa tu anabandika. Ndio akipata na sana imeraruka atafanya. Ana otherwise na hiyo kraka ya black imewekwa kwa nguo ya green imeshona na uzi ya red. Sasa unaona. Nguo bendera. Okay. So, mkaenda high school. Sasa tukamaliza. Msenye nilipendeanga Morgan. From class 7 to class 8 tulikuwa marafiki hivi. Na hajawahi nikatia, hajawahi kunionyesha yani. Na mimi bado nilikuwa fala, unaona? Sikuwa najua yani atunakatia mtu nini. Mimi tulikuwa tunapendana, mimi hata sijui. Na si ati ashe nikatia ama nini. Sikuwa najua kukatiwa ni nini. Na yeye hajawahi nionyesha ati kunikatia ama nini. Sasa hizo stories zingine za kukatiwa mimi nilikuwa nasikia na hao wengine. Hadi wanaanza kusema Morgan ni boyfriend wako. Sikuwa nashindwa na hizi ni gani? Ndani uko na boyfriend kwa class 7. Imagine na mimi hata mwenyewe sijui boyfriend ni nini. Sasa nilikuwa hizo. Tukamaliza class 8 tukaenda sasa high school. High school. Yeye alienda shule ya majuu, mimi nilienda tu ya hapo tu. Hapo across the fence. Mimi nikaenda hapo.
Zinaitwa Harambee School by the way. Nilichunguza juzi. Shule ya mchango. Haikuwa rahisi. Yeah. Yeye alienda shule ya majuu. Mimi nilikaenda hiyo. Na hiyo kuenda nakwambia mimi kitu kwanza kujoin form 1 nilijoin second term. Yeah. Hata hiyo second term ilikuwa imeenda. Nguo ya shule yenye nilienda nayo. My mom aliomba msichana alikuwa amemada form 4 hiyo shule. Nguo yenyewe ilikuwa mzee, ilikuwa kubwa. Ana yaani nilivaa nikakaa like nimevaa ndera. Nikakaa kama kakoti kameanikwa kwa hangu ndogo. Nilivaa skati yenyewe nikawa like nimevaa ndera. Ushaingia shule ni first day. Yeah. Yaani mpaka yaani watu wale wengine yaani wako like what is happening here? So sad. Wale. Lakini anyway, hatukuwa tunaoneana huruma juu ya vile tulipitia maisha kwa shule. Tunaongelea mambo ya Morgan. Ukakuja hapa uniambie mambo ya Morgan. Kulienda aje bwana? Tuendelee hapo. Morgan alienda high school tofauti na wewe ukaenda high school tofauti. Sasa story hii hapo. Unaachia story katikati. Yeah. Morgan akaenda, mimi nikaenda. So kwenda sasa hapo tuliachania hapo. Alienda nilikuja tena kuona Morgan tukiwa form 4. Yeah. Yeah. Ndio nakumbuka tulipatananga camp. Okay. Najua chache zetu naendanga camp. Yeah, tulipatananga camp. Kambi. Yeah. Hizi watu wanaendaga wakiwa youth. Yeah. Mentorship programs. Yeah, tulipatana. Nishaipitia hizo vitu. Tulipatana huko. Alikuwa big. Nami nilikuwa tu kienyeji tu kawaida. Morgan alishakuwa mzito. Alishakuwa chombo. Lakini wewe ni katoto kamechapwa na njaa huko. Unakula chakula ya kuku daily. You can't imagine. Mimi hata sikuwa namjua. Sikuwa yani namtambua kama yeye. Yeah. Alikuwa wow. Yeah, aliponiona hivi I was shocked. Like alikuja akaniag. Na huyu ni nani? Like alikuwa ameniita my girl. Yeah. Aliponiita my girl sasa ndio at least kaanza sasa kula. Morgan. Unikumbuki? Kamuliza Morgan. Wow, sasa ndio nikamrada. Sasa unaona, sasa ndio nikaanza kumkumbuka. Yeah. Tena sasa labda sasa isikaanzi hapo. Ikapiki tena. Ni refresh. Yeah, but haikuwa sema ati ilikuwa ile love yako nikatia sikumwambia yes ama nini. Yeah. But kulikuwa na ile connection unaona? Natural connection. Yeah. Sasa sisi tena sasa tukaanza hapo. Yeah. Sasa ndio sasa tukakaa, sasa akakuja sasa akarusha mistari. Sikuwa nikatae. Na wewe ndani. Sikuwa nikatae. Mimi nikaingia box yake. Angekana nojingo. Tuendelee bwana. Sasa ulienda aje? Una Morgan saa hii. Si lazima something happened. Now, after my girl kwa kambi. Tulienda aje? Sasa si hamuna Morgan saa hii. Ama bado mko na Morgan? Okay. Sasa after mkapatana kwa kambi, sasa si ilikuwa ni after high school ama ni mkiwa high school? Ama mko huko form 4? Sasa tulikuwa tumemaliza form 4. Sasa hata tulikuwa tunangojea results. Okay, yeah. Kumbe ni mambo ya mwezi wa 12. Hizo kambi zinakuaga huko. Yeah. Okay, after KCSE. Yeah. Safi. So what happened? Sasa chenye ilifanyika, sasa unajua sasa already tumekuwa kitu kimoja. Tumekuwa girlfriend na boyfriend. Kawaida. Sasa
Sasa unajua yeye alikuwa boy wa kitajiri. So, yani alikuwa anajua mambo mingi mimi sikuwa najua. Mimi si unajua mimi nimelelewa ushago, nikasomea ushago. So, wao wanaishi tao. Yeah. Okay. So, yani kuna venye sasa nitakwambiaje. Kuna zile mambo alikuwa anataka mimi nifanye. Mimi bado nilikuwa sijajua. Ngoja bwana. Hawezi kukisha ati mambo anataka kufanya mambo gani? Hatuwezi vuka ile pahali yenye ndio wenyewe. No. Alikuwa anataka kufanya. Najua like si unajua tu mtoto mtu amelelewa ushago. Haezi kuwa na mimi nilikuwa najua ati mimi na yeye kuwa mahali pamoja, kuwa kitu moja, yani si ati yo nini no. Mimi nilikuwa nafikiria tu tutaendelea tu kuwa marafiki kama kitambo. Sasa mtu anaanza kukuambia stories za kwenda date. Jamani, mimi mwenyewe sijui date ni nini. Na utaki kujua? Sasa nijue si wewe mwenyewe tu unajua hii mambo ya wasichana wa ushago. Mimi nilikuwa nataka tu akuje anitembelee kwetu, tuende kwa mto tuchote maji, tukichapa story na yeye aende. Lakini yeye anajua story za date. Sasa unaogopa kuomba mechi? Mimi nilikuwa najua sasa mtu akikwambia muende date. Hiyo ndio ile kitu itaenda kuape. Ni hivyo. Kabisa kufara mimi. Nikakataa. Mimi kisha. Mimi sasa aje hiyo sasa unajua yeye sasa already amechanuka sijui nini. Yeah. Mimi sijui chochote. It is like ni kama aliboeka na mimi, unaona? Yeah. Juu aliona yani chenye anafanya chenye anataka sio chenye mimi nataka. So kukawa sasa na hiyo utofauti kidogo nikastukia akiwa na best yangu. Nikuanga na best yangu. Na tulikuwa tunashinda pamoja. So kumbe naye best yangu huku ashammezea. Si unaona? Na mimi sijui. Na wewe hujui. Sasa mimi yani kila kitu akiniambia mimi nilikuwa naenda naelezea best yangu, namwambia Morgan anasema tuende date, mimi nishakataa, amekasirika. Sasa kumbe yeye best yangu na yeye anaendelea tu kuchukua tu maneno zangu tu naona. Anajua zile vitu Morgan anadai. Yeah. Kukaka, naona Morgan akikuja like ni kama ana moods na mimi. Ni kama ako na moods sasa na huyu best yangu. Hata tukikaa mahali unapata wao wanaongea story mingi kupita zenye mimi naongea na Morgan, unaona? Yeah. Na mimi si ni mtu. Kacheki hapa nikaona hapa nishanyakuliwa. Sasa kaanza sasa kwenda hivyo. Story yangu na Morgan ikaenda polepole. Mimi nikaona hii ni ufala mimi nafanya. Best yangu siku nyingine akakuja sijui ananiuliza nini, si tukapigana. Na Morgan mwenyewe. Na huyo dem juu ya Morgan. Juu ya Morgan. Imagine ananiambia una. Ngoja. Mnapigana juu ya Morgan mwenye Morgan hutaki? Si Morgan staki. Unajua ni Morgan mwenyewe ndiye alikuwa na shida, si mimi. Sasa wewe unaomba muende date. Hautaki kwenda date. Na unasema Morgan yako na shida? Na sasa kwa nini alichukua best yangu? Si angenipatia time. Si alikuambia muende date ukakataa. Sasa akaona wewe umtaki, akaenda kwa best yako mwenye anamtaka. Hebu nikuulize Freeman. Nani anazali yangu akiwa anajua kila kitu? Sio kujua, ni kutaka kukua na adventure. Okay, sijakujaji mimi, unajua ni story yako. Tusifanye personal. Mimi sikuwa najua. So angenipatia time by the way. Je, angejua yeye ni mtoto wa Kimbambi na mimi ni mtoto wa kijiji. Anipeleke tu polepole. By the way ningeradanisha mpango yake. Lakini yeye alikuwa anataka tu kwenda chua haraka kila kitu, unaona? Na mimi sikekumbali. Sikekumbali mimi. Sasa si akanyakua sasa best yangu. Ustukia kwa na best yangu. Yaani sijui wanaume wanakuanga ng'ombe sana. Sijawahi
Yaani ng'ombe ya mtu ilinifanya hivyo by the way. Okay. Lakini si wanaume wote. Ni Morgan. Ndio alichukua beshte yako. Mimi si kuchukua beshte yako usiniweke kwa wanaume wanakuanga ng'ombe sana. Yaani hata angechukua mtu mwenye sijui, unaona? Yeah. Lakini kwa nini uchukue mtu mwenye rafiki yangu nakaa na yeye kila siku. Tunashare stories, kila kitu. Unachukua huyo. Kwa nini? Si kwa sababu ndio wako readily available. Kwani yeye ndiye dem peke yake? Hauwezi enda huko utafute mtu mwingine? Pole. Hana shida. Si kuichukulia hivyo. Tulikuwa tu tunaongea kidogo, usichukue personal. Usianze tulikuwa tunaulizana juu ya story ya kitambo. Hakuna kitu personal. Sawa basi, tuliachana hivyo. Hivyo. Sasa niambie yako. Tuko kwa yangu? Si tulikuwa tunaongelea yako. Sasa umehamisha kuja kwangu. Okay, jambo. Unataka kujua kuhusu nini kunihusu mimi? Nataka kujua mlifanyana nini ndio muachane. Sitaki kujua ati mlianzia wapi. Yaani nataka yani tu niambie kitu tu kuhusu tu ya ex wako. Okay. Ex wangu alikuwa anaitwa nikwambia jina yake? Yeah. Si mimi nishakwambia anaitwa Morgan. Okay. Sasa nianzie wapi? Unataka kujua simu gani? Kwani ulikuwa na wangapi? Sasa nimekaa nikafikiria nikaona kitu kama hiyo. Sasa hiyo ndio shida. Unafaa uniulize ex na gani? Uko na wangapi? Sina ex. Mimi ni watu tulijuana huko na tukaachania huko. Mimi sinanga ex. Ex yatoka wapi? Watu ni watu tulikuwa tunajuana wakati nilikuwa najaribu kutafuta maisha. Unajua unakutana na mtu anakujua jina yako, unamjua jina yake. Alafu mnapendana kidogo, anakutesa. So hao ni wangapi? Okay, ni wawili tu. Kama 10 hivi. Hapana. Kama 13. Sio wengi hivyo. Okay. Sasa mwenye ni memorable kwa life kwa sababu mwenye nilipenda ama mwenye tulipendana ama mwenye alinipenda. Mwenye ulipenda. Naweza kuwa ulipenda na hakukupenda. So hiyo ndiye alikuumiza sana. Okay, ulikuwa unataka kujua mwenye ashainivunja roho? Sasa mbona unataka kujua tu? Kitambo sana. Mwenye pia mimi nilikuelezea by the way aliniumiza. Okay. Mimi mwenye ashainivunja roho hakuwa my first love. Actually first love wangu mimi kunivunja roho. Kulikuwa kasichana tu kadogo, kulikuwa karembo, keupe hivi, karefu lakini tulipoteana juu ya time kali outgrow life yangu na cheki nile mnapatana mkiwa high school then kashaenda. Lakini sasa mwenye alishaniumiza roho for this time nilikuwa naishi Emari Town kondo kwetu nyumbani, na that time nilikuwa nafanya kazi kwa hoteli. Nimeacha kazi kwa hoteli na nilikuwa msanii, naimba. Nilikuwa rapper by the way. Hii mambo ya mic zijaanza jana. Kwa mgenge bwana. Ukiangalia YouTube niko na channel inaitwa Arita Media. Nimefanya tu vitu huko. Sasa nafikiri ndio nitarudia sasa nianze kufanya muziki. So I happened to meet this girl kwa place fulani ilikuwa ya cyber fulani yenye ilikuwa inaraniwa na chali fulani alikuwa anaitwa Mwanzia. If I'm not wrong, alikuwa anaitwa Mwanzia. Kijana kafupi tu, keusi kalikuwa na motion mingi sana. Sijui kaliendaga wapi. So nimeenda pale, unacheki sikuwa na smartphone, nilikuwa natumia katululu that time. Sikuwa ati niko na do, lakini sikuwa nimesota sana juu bado nilikuwa napiga loko. Nacheki. So what happened, nilienda kubrowse pale, juu nilikuwa na account yangu ya Facebook. Nilikuwa nataka kuupdate. Sasa nimetulia pale, nitakuta haka kadem kalikuwa kametoka tu high school
So nilio tudem tunasoma computer. Kadem kalikuwa karembo. Maria. Unataka kumaanisha aje? Ngoja bwana, sisi shida yenu ndio hiyo. Unataka kusikia story na unataka kuisikia. Sasa ni mpaka uelezee venye alikuwa hivyo. Okay, nimeacha. Sasa demu mwenyewe alikuwa anaitwa Maria. Ndinda. Ndinda. So kadem nimekakuta pale kametulia kana soma kaka nikaingia nikasema hiyo boy oya ni aje bro, niambia poa, sasa nataka uniupdateie channel yangu ya Facebook. Si channel ilikuwa ni account, sikuwa hata na fan page, ilikuwa ka account ka Facebook those days. Facebook ilikuwa famous hii time, ni kitambo by the way, kabla hii mambo ya TikTok ikuje. So Facebook ndio ilikuwa imewezanga vibaya sana mtaani. Alafu my Instagram zikakuja baadaye. So niko pale akaniambia unaweza keti kwa hiyo kiti kwa hapo. Sasa kutani kwa kiti kwa hapo venye niliangalia, nikaona kasichana kameniangalia. Kalikuwa si keusi sana na si keupe, kako hapo katikati. Lakini tumacho sasa. Tumacho tulikuwa tunang'ara kidesign sijaiona. Alafu si eti kana yani, ni mpaka uelezee hivyo. Can maintain. Ni mpaka uelezee hivyo. Nataka nikuelezee ndio uelewe ni kwa nini kanitesa. Sasa si uelezee vizuri tu kitu ipite. Sasa ni mpaka sasa uelezee. Sasa macho imetokea wapi hapa? Listen, but we don't judge. Tulisema hivyo. Mimi nimengoja msori ya Morgan nielezee ikaisha. Mbona sijisikia vibaya? Mimi nimemuelezea venye wewe umeelezea. Ndio, nilikuwa nasikia hivyo na navumilia. Sasa kaa uvumilie nikutese. Sikutesi nikuambie. Sasa kadem kakatani kakanicheki. Mimi kakacheki, nikauliza sasa. Kalijibu poa. Alafu kakainamia chini. And I was there. Nikakauliza unaweza nisaidia ku-update account yangu ya Facebook. Mimi ndo nimejoin shule. Bado sijajua vitu mingi lakini tunaweza kuja tufanye na wewe. Tulikuwa tunatumia lugha ya. Tunaweza kuja tufanye tu na wewe. And I'm there. Nikakauliza kama kanajua mambo ya social media. Juu hata mimi mwenyewe nilikuwa najua. Naimba, mimi ni msanii, nimepiga luku fiti. Lakini kuna vitu bado sijajua vizuri sana. Since sikuwa nimesoma computer, mimi after high school sikuendaga shule ya computer. Kwetu tulikuwa maskini tu kama nyinyi, sione kama tulikuwa tofauti. So nikauliza unaitwa nani? Kanaambia naitwa Mary. Mary nani? Mary Ndinda. Then I was like, okay, Mary. Kakambia you remind me of someone. Kaniuliza nani wewe? Kambia kadem fulani nilikutana kenyewe Ukunda after high school. Najua mara yangu ya kwanza kutoka high school niliendaga Coast. So kakaniambia mimi si huyo lakini maybe tunafanana. Nikamwambia huyo dem anaitwa Maria. So kutoka leo nakuwa nakuita Maria. Kakapinduka kaniangalia. Kakaniuliza Maria? Nikamwambia nilikuwa nakuita Maria. So sasa mbona unakaa umejaa? Nini unakazirika? Unajua? Ama unasikiliza tu? No, kuna venye unaelezea hata sifurahi. Sasa kwa nini unafurahi? Kama niachana hii story. Venye unaelezea kuna venye unibambi. Mbona umemsifia sana? Mimi hujawahi nisifia hivyo. Mimi unaweza nisifia hiyo venye mnamsifia. Nishakusifia kwa maisha zangu ni vile hujui. Sijai kuambia wewe lakini watu ukijua story venye naambianga watu maisha zangu huwezi amini. Naambianga kadem cheupe, kafupi, saa nyingine kako na visirani, saa nyingine kanachekesha, saa nyingine kako very nice, saa nyingine kanasikianga vizuri, saa nyingine kanakuangalia kanashindwa nini mbaya na wewe. Unaona? Mimi ni mtu mwenye anaweza kupamba sana nikupambe kwa watu. Sawa, kama ni kunielezea usimuelezee hivyo unanielezea. Unasikia? Sawa. So wacha basi niharakishe. Tukapata tuko na time ya to know each other in the process. So
In the midst nikakaambia venye naitwa, jina yangu naitwa Freeman. Kaniuliza nafanyaga nini, nikakaambia mimi nakuaga msanii, naimba genge za gospel. Hizo time nilikuwa mtu wa kanisa mbaya sana. Naimba gospel music ya kanisa. Alafu bado nafanya kazi ya hoteli kama waiter. Sasa nilikuwa mtu wa kubeba sahani. Unacheka wasee wanatumango hoteli wanazunguka. Hiyo ndio ilikuwa shughuli yangu. So we got to know each other, kakanisaidia ku update account yangu. After that tuka exchange number. Nilikuwa na Katululu, nikaomba namba yake, kanipa. Kaniomba namba yangu, nikakapelea. Kumbe kadem nikakitajiri. Wako na pesa. Baba yao nao ni maploti huko mtaani. Mimi ni nani? Sinaishi kala kasingo kangu, wako na TV kwa na mgongo. Unajua zile TV za zamani zilikuwa na mgongo mrefu. Nasikia nimeweza na DVD, nimeweka hapo naonanga kama movie. Sasa nikikuinvite kwangu, unatamani ungeniona hizo days wewe. Huwezi amini. So, hiyo time mimi nikarudi job. Kesho yake nilikuwa off hiyo day. Kesho yake tukakaa like 2-3 days sijapiga simu. Kaona kanamba kampya kama ni flash. Kakakatwa. Kaangalia hiyo gidhaa nilikuwa job. So nilikuwa busy na customer, sikupiga. Kangoja hapa masaa ya saa 9 wakati customer ameisha. Kajificha ka room kingine hapo nje. Nikachukua simu. Hello, ni nani? Sasa ni Mary. Akashika. Ngajua yako. Kameona kamevutiwa kidogo. So unajua singetaka kupiga simu haraka nisishukishe demand. Unapewa tu namba za hii alafu unapiga saa hii unaona demand itakuwa iko chini. So mpaka ni create value. Mimi nimesahau ku create value addition. Unachukua kitu unakipandisha kinakuwa. Hadi saa hii una create. No, sasa mimi situsha settle. Sasa hii mambo ya ku create nilikuwa ni zamani, nilikuwa kijana mdogo. Sasa hii mimi ni mtu nimetulia. Sina hiyo maneno. So in the midst tukaendelea. Sasa mimi niko tu, Kristiana kakatoka, kakamaliza shule, kakaenda college, kakaenda kakasoma tu vitu twake huko. Baba yake hako na pesa, akaenda kakaekea biashara. Kakaanza kushaini. Na mimi niko tu pale bado napiga ile shughuli yangu ya hoteli. Sasa wewe, hata wewe ukigua ni wewe, ukigua wewe ndio demu. Unaweza taka msee mwenye umemwacha huko chini hivi? Wewe sasa saa hii unakaa kwa hii nyumba ya mabati. Wewe unafikiria nimekupendea nini? Pesa yako? Uko na pesa gani kwa hii nyumba ya mabati? Unaishi ngeni. Si niko na akili. Niko na dream. Mimi ni mtu mwenye niko na dream ya kufanya vitu za hatari sana. Sinione hivyo. Unacheki history yenye tunaona hii studio tumeset up hapa. Taanza kuleta wasanii. Nichukue ka nyumba kingine hapa next. Sasa utakuwa unawaleta hapa ghetto. Si ni wasanii wa ghetto. Si bora wanalipa, kwani iko shida gani? Yaani hiyo kichwa yako sioni kama iko poa. Wanawake mnakwani. Hiyo kichwa yako sifikirii hiyo. Tunaongelea mambo ya relationship za zamani, unaanza kufuruga utaki. Hiyo story staki. Hapo umeanza kusifia mwanamke mwingine. Nasifia mwanamke mwingine. Ingekuwa mimi nasifia mwanaume ungefikiria aje? So umesifia Morgan venye alikupatiaga chakula akakuchanganyia chakula yako ya kuku na yake ikakuwa chakula ya kukula. Nasijasikia vibaya. Unakuanga na madharau mingi sana. Si madharau, ni ukweli. Ulikuwa umebeba mahindi tupu yenye ina maharagwe. Ukakutana na Morgan akaona wewe uko na chakula yenye ni mahindi ambayo ni kama haijaiva, ni nyeupe, imechanganywa na maharagwe, akakuja akaona moja, akakuja akaona. Huyo alikuwa good Samaritan kwangu. Hapo nini? Na si alikusaidia? Na wewe ni nini hapo unaanza kunielezea story ya macho sijui nini? Sikikuwa na macho rembo, kwani unataka nisema macho ilikuwa rembo? Wacha sasa ngine unataka unanishangaza. Ndio maana nakwambia wanaume ni umbwa. Yaani uko mbele yangu unasifia mwanamke mwingine. Sikusifia ni kuelezea historia. Mimi nikuelewe. Una expect tuelewane, si ndio? Hiyo ni past tense, sio saa hii ni past tense. Sasa mtu anaongea Maria ako wapi? Saa hii Maria mwenyewe ako wapi? Sijui yako wapi sasa, kwani unajua aje na tulikuja. Unajua chenye utafanya? Unajua chenye utafanya? Utaenda mtafute huyo Maria mwenye unasifia. Wewe na yeye. Babe. Sasa nini wewe? Baby ni nini sasa hapa? Tulikuwa tumesema we listen but we don't judge. Mbona unaanza kujudge? Hatukuwa tumesema tusifie mtu. Tulikuwa tumesema tuongee tumalize. Na uliniambia ground rules. Na sasa ni aji wewe. Wewe unakuanga na shida nyingine. Uliniambia ground rules. Tulisema uliniambia venye tunafaa kusema. Ungesikiza mimi venye nimekwambia. Mimi sijamsifia. Mimi nimesema alikuwa mcool. Finish.
Na unapenda maboy wa cool. Sijasema hivyo. Ulisema hivyo? Sikusema hivyo. Turudie kwa sababu tulikuwa tunarekodi. Turudie. Usikia ulisema unapenda maboy wa cool na alikuwa cool. No. Sikusema hivyo. Ulisema hivyo. Sikusema hivyo. Ulisema aje? Mimi sitaki maneno zako. Ulisema aje? Na nikwambia nini? Wanaume ni mbwa. Ukafikiria na wachochea. Si ndio? No. Umeingia kwa hiyo link. Kama unaweza sifia mwanamke nikiwa hapa. Usiniite mbwa wewe. Nini? Usiniite mbwa. Utafanya? Okay. Kama unasifia mwanamke hapo. Sababu sasa umeshika kakazi, umeanza kunidharau kwa sababu umeanza naishi ghetto. Si ndio? Na kama ni aje unasifia mwanamke mbele yangu? Ni aje? Sasa kutaja macho ya mtu ni kusifia. Mimi nimemsifia. Si ulisema alikuwa cool, handsome, tall. Hizo vitu zote. Mbona mimi sijasikia vibaya? Mbona unasikia vibaya nikisifia Maria? Hata zaitu Maria anaitwa Maria. Hii kitu tu hapa kwa nyumba. Hata haitu Maria anaitwa Maria. Nakwambia hii kitu tu hapa kwa nyumba. Nimesema. Nasema hii kitu tu hapa kwa nyumba. Mwenyewe rent huwezi lipa na kulipia na unakuja kusifia mwanamke. Sasa kwa sababu unalipia rent unataka unikalie nikue venye naongea venye ni vile unataka. Aunge msifia. Okay. Toa hii kitu hapa. I'm sorry basi. Pole. Please. Nisamehe tu. Mapenzi yoyo. Mapenzi ye. Inawatesa wengi. Inaumiza mama. Inawaumiza wapenzi, inawaumiza wakuu, inawaumiza wazito na watoa pia wa ghetto. Nakwambia wakisema my dear, wachana nami niende kazi nitachomelewa, lakini nauliza kama vipi inawezekana. Ni Arito ndani ya media. Tunasema subscribe, share and then do your thing kama kawaida. Tukupenda, tu support, tuendane na wewe. Ama vipi? Mapenzi yoyo. Mapenzi ye. Inaumiza wengi. Inawatesa sana.